Cheborogit, KTN, Nairobi. Kwingineko, wakazi wa eneo la Mwariki Nakuru Magharibi wanaishi kwa hofu kufuatia uvamizi wa makazi yao na kundi la nyati kutoka mbuga ya Ziwa Nakuru. Mwathiriwa wa hivi karibuni akiwa mwanafunzi wa sekondari msingi ambaye anauguza majeraha mabaya yanayotokana na pembe za nyati. Wakazi wanaelezea kuwa uharibifu wa ua wa umeme kutokana na ongezeko la maji pamoja na kiangazi ambacho kimeathiri malisho yamechangia pakubwa katika mzozo wao na wanyamapori. Ken Gashuhi anaarifu. Ijumaa asubuhi tunampata Ann Wanjiku na mwanawe David Gitau, wanafunzi wa gredi ya 9 katika shule ya sekondari msingi ya Elingo Church nyumbani kwao eneo la Mwariki Nakuru Magharibi baada ya kuvamiwa na nyati ambaye alimjeruhi vibaya kiunoni. Nilikuwa pale barabarani, nikaona nyati imetoka kutoka huko juu, watu walikuwa wanaifukuza. Nikajaribu kukimbia, slippers zikateguka, nikaanguka chini. Nikaamka nikakimbia, nikastukia kimefika na kimenichota kama kimeenda. Gitau alinusuriwa na majirani ambao walimfikisha hospitalini kwa matibabu ya dharura. Saizi ameluzi baka masomo ambayo imesomwa na wale watoto wengine. Unashindwa sasa utamfanya nini? Yako kwa boma, inabidi sasa akae akiponyesha hiyo jeraha. Sasa tunashindwa tutafanya aje na hawa game park. Na sisi ni mashamba tumenunua. Joseph Mkua alinusurika baada ya mnyama huyo kumpata shambani. Wakazi wakieleza kuwa uvamizi kama huu mara kwa mara umewaacha kwa woga mwingi. Alipita hapa mpaka mimi nikastuka. Hata mimi nitafuta miti ya kupanda hapa. Kwanza unajua ni nyati ya ndume. Yule ambaye ametengwa na wenzake. So ako na chuki na kisirani. Sasa hiyo inakuwa ni hatari kwa maisha yetu. So kama serikali wanaweza kutusaidia hapo, at least watakuwa wameokoa maisha ya watoto wetu pamoja na sisi. Sio nyati pekee bali pia viboko wanasemekana kuingilia makazi haya wakitafuta malisho katika mashamba machache ambayo hayajaathiriwa pakubwa na kiangazi cha sasa. Ua wa umeme unaozunguka mbuga ya wanyama ya Ziwa Nakuru haupo kwa hali nzuri tena kutokana na uharibifu uliosababishwa na ongezeko la maji ziwani humo pamoja na wavuvi haramu. Nyati zenyewe ndizo zimeharibu kwa sababu wewe mwenyewe huwezi enda kugoga hiyo fence, iko na stima. Fence ikiharibika kuna maintenance officer wenye wana maintain, wanaenda round hiyo wakiangalia kwenye nyati ziliharibu usiku, wanatengeneza. Wako wapi? Na tena hata kama imeharibiwa na nani, mnyama akitoka nje ataumiza watu. Hiyo ni wajibu wa KWS kuhakikisha ya kwamba wametengeneza ama wakuja wakae hapo mpaka itengenezwe. Wako wapi? Wakazi hawa sasa wameitaka idara ya huduma ya kulinda wanyamapori KWS kutafuta suluhu ya kudumu kwa mzozo huu. Ken Gashuhi, KTN. Uzalishaji wa maziwa na nyama ya ng'ombe nchini umepigwa